subscribe to my channel and also press this bell icon. Takwa la kwanza ni kwamba kamati ya masaa 72 yote ivunjwe. Alafu takwa la pili ni mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuwa ajiuzuru, lakini takwa la tatu ni kwamba katibu mkuu wa TFF ajiuzuru, lakini takwa la nne ni bodi ya ligi rasmi ibadili muundo na iwe chombo huru na sio ya TFF. Umeyaelewa matakwa manne ya Young Africans? Katibu mkuu wa bodi ya ligi ajiuzuru. Katibu mkuu ni nani? Kidau. Kidau ni shabiki na ni mwanachama wa Simba Sport Club. Takwa la kwanza. Takwa la kwanza. Na mwenyekiti wa bodi ya ligi ni nani? Mzee wetu Mbuto. Ni shabiki na ni mwanachama wa Simba Sport Club. Ingawa alikuwa na upande wa Coastal Union. Kwa hiyo Yanga matakwa yao hawawahitaji watu wa Simba kwenye uongozi wa TFF na bodi ya ligi. Yanga matakwa yao manne ni kwamba hawawahitaji watu wa Simba kwenye uongozi wa TFF na bodi ya ligi. Na takwa la jingine ni kamati ya masaa 72. Inaongozwa na nani? Na yule mzee. Si ndio? Yule mzee ni Simba. Yupi huyo? Mzee wetu au? Jina lake limenitoka, lakini yule mzee mimi namjua ni Simba. Kwa hiyo Yanga anachotaka ni kuondolewa watu wa Simba. Na takwa la mwisho ni kubadili mfumo ule ambao wameuweka pale. Hapo kwenye kubadili mfumo, mfumo umewekwa na nani? Mfumo umewekwa na vilabu. Na kwenye hivyo vilabu sijajua kwamba Yanga alishiriki au kushiriki, si ndio? Mimi nafikiri naloona mimi Yanga hawawahitaji wale watu wa Simba kuwa kwenye uongozi wa bodi ya ligi. Wazi Young Africans walichosema hawana imani na bodi ya ligi ndio hicho wanadhihirisha. Ni kwa sababu bodi ya ligi ina utawala mkubwa ya wa mashabiki na wanachama wa Simba Sport Club. Kwa hii dabi tunayo, hatuna dosi. Hatuna dabi. Hatuna dabi. Kariakoo. Hatuna dabi. Kwa matakwa ya Young Africans hatuna dabi. Matakwa ya klabu ya Yanga tumeyaona. Nikimaanisha barua. Tumeyaona. Unataka kusemaje? Tumeona. Na moja ya jambo lao wamesema wachezi mpaka matakwa yao yasikilizwe. Ndugu zangu wana habari, mamlaka ya mpira nchi hii yako chini ya TFF. Usimamizi wa mpira nchi hii uko chini ya bodi ya ligi. Wao ndio wenye mamlaka. Na wao ndio wanapaswa kutoa maamuzi. Ni aibu mamlaka kupangiwa. Ni aibu? Mamlaka kupangiwa. Ni aibu TFF kupangiwa. Sanga tupo pamoja? Tunaelewana. Ngwale mpo? Ni aibu bodi ya ligi kufanyaje? Kupangiwa. Lakini nchi hii tumeshazungumza muda mrefu sana. Nchi hii vilabu ni viwili. Nchi hii timu ni mbili. Leo Yanga wametupa tafsiri yale maneno ambayo kwa tunayasema. Wamesema hawachezi mpaka matakwa yao yafanyaje? Yakamilike. Kwa hiyo Yanga matakwa yao kama wanataka mtu fulani aondoke, basi aondoke kweli. Yanga kama kwenye matakwa yao wamesema Karia aondoke, aondoke. Mguto aondoke, ndio wao watafanyaje? Watacheza. Lakini jambo hili linawanyima haki ya msingi vilabu 14 vilobaki kwenye nchi yetu. Jambo hili la kuwa Yanga na Simba wao ndio wenye mamlaka wa mpira huu linaua mpira wetu wa Tanzania. Ni aibu. Nchi nzima, dunia nzima inasubiri hatima ya jambo moja. Ni aibu. Dunia nzima, nchi nzima wanasubiri jambo la hatima moja. Yaani watu wanasubiri dabi itachezwa lini. Na wenye dabi wao wamesema wachezi mpaka matakwa yao yafanyaje? Yakamilike. Unajiuliza, je, kwenye matakwa yao wakisema shirikisho liondoke lote mpira ndio watacheza? Kuna mpira hapo? Tunakisia tu. Kwenye matakwa yao wakisema bodi nzima ivunjwe, kuna mpira hapo? Wewe kuna mpira? Mpira hakuna. Ni mambo ya hovyo. Yaani wakati tarehe 8 inafanyika,
Simba wakasema nani meneja uwanja hatumtaki. Wamesema Simba. Hatufanyaje? Hatumtaki. Kaleka mizengwe mpaka meneja akafanyaje? Akaondolewa. Leo upande wa pili, upande wetu wamekuja na matakwa yao. Hawamtaki mwenyekiti wa bodi ya ligi. Na amesema wachezi mpaka afanyaje? Aondoke. Tuna shida kwenye mpira wetu. Kuna shida kubwa. Na mpira huwezi ukakua kwa sababu ya hivi vilabu. Hatuwezi tukaendelea kwa sababu ya nini? Ya hivi vilabu. Mamlaka inapangiwa na taasisi nyingine. Hapa ndo tutaona nani ana nguvu kati ya Young Africans na bodi ya ligi. Dosa mwenendo ambavyo unaendelea mpaka hivi sasa. Mwenye nguvu kashajulikana. Mwenye nguvu ni Yanga. Kashashinda hii vita. Hii vita ya Young Africans kashashinda. Hii vita Yanga kashafanyaje? Kashashinda. Na mimi niwaombe wote viongozi wa Yanga, niwaombe mashabiki wa Yanga, ule wimbo kwamba hatuchezi mwisho leo. Ule wimbo hatuchezi mwisho leo. Kwa nini Dosa? Si kwa sababu tulikuwa tunaimba nyuma ya pazia. Leo tumekwenda kuimba mbele ya mamlaka. Maana yake ni nini? Ujumbe umeshafanyaje? Umeshafikia. Kuna haja kuendelea kuimba? Mamlaka ya mpira Tanzania TFF imezidiwa nguvu na vilabu viwili. Dosa, kwenye kile kikao leo hii alikuwepo mjumbe wa kamati Alex Ngai, lakini pia alikuwepo Alfati Haji na baadhi ya mbalimbali ya viongozi wa Young Africans. Engineer Hersi kwenye kikao cha leo hajatokea, lakini awali alionyesha ujumbe alishatuma kwamba barua ameiona, lakini kwamba akawajibu kwa herufi kubwa kwamba hawachezi. Viongozi wa leo huenda wamekuja kukamilisha kile ambacho alikiandika Engineer Hersi. Engineer Hersi hayupo Tanzania. Wamekwenda tu kukamilisha. Watu waliona kama ni mzaa. Watu waliona kama ni sinema, kama nani alivyosema wakacheze sinema zetu. Lakini leo wamekwenda kuhitimisha. Umemtaja Arafati makamu wa rais. Umemtaja Alex Ngai mjumbe. Lakini palikuwa na CEO wa klabu. Ndugu yangu Mtite. Si ndio? Sahihi. Sehemu yoyote anapokuwepo CEO, ujue huo mkakati uko serious. Leo Yanga amekwenda kumaliza mzizi wa fitina. Wamesema wacheze. Lakini kutokucheza kwa Yanga mchezo wa dabi kuna wafanya vilabu 14 kutokuwa na thamani kwenye ligi yetu. Kutokucheza kwa Yanga mchezo wa dabi ya Kariakoo kunalifanya shirikisho la soka Tanzania TFF na bodi ya ligi kutokuwa na thamani kwenye nchi hii. Thamani hiyo inakosekana kivipi? Wanapangiwa. So mambo tuchezi mpaka matakwa yakamilike. Ndio, unajua Singano wakati mwingine tunaweza tukawalaumu Yanga, wakati mwingine tunaweza tukawalaumu Simba, lakini pia kuna nyakati lazima tuamue kupiga risasi kwenye bodi ya ligi. Tuamue kupiga risasi, kuilipua bodi ya ligi moja kwa moja. Unajua juzi wakati nasoma mitandao ya kijamii nikamsikia Karim Boimanda, afisa habari wa bodi. Anasema haina haja ya viingilio. Tiketi zenu mtakwenda kuzitumia tarehe 15. Yaani anamaanisha zile tiketi za tarehe 8. Si ndio? Ndio mtakwenda kuzitumia tarehe 15. Unamwambia sisi tunaingia uwanjani kupitia mfumo wa kisasa wa N-card. Kuna mashabiki zaidi ya F kadhaa wameingia uwanjani wameshikana. Unawaambiaje wa mchezo ujao wataingia kupiga kadi hizo? Lakini unajiuliza Sanga, nchi inaingia kwenye kashfa. Nchi kupitia shirikisho la soka Tanzania wanashindwa kuhendo mchezo mmoja. Wanashindwa kuhendo mchezo mmoja. Unajiuliza nchi hii tunakuja kuhozi mashindano makubwa kama ya AFCON, tutaweza? Leo unajiuliza mambo ambayo yanafikirisha kabisa. Leo shirikisho la soka Tanzania TFF linakuja na taarifa nyingine, lakini taasisi ya jeshi la polisi linakuja na taarifa nyingine. Inawezekana mkama mmesahau watu wa Sanga. Lakini jeshi la polisi kupitia kamanda maalum wa Dar alikuja akasema hali ni shwari. Kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo. Hali ni shwari. Lakini shirikisho wakiambatana na bodi
wanakuja kuambia Watanzania palikuwa na hali ya kutokuvunjika kwa amani, kulinda usalama. Wanakuja wanatuambia kwamba palikuwa na hali ya nini, ya rushwa. Bodi ya ligi inawezekana ikae inatenda haki, lakini inawaogopa Yanga na Simba. Kwa sababu bodi ya ligi kama mmeshindwa kuhendo mchezo mmoja, mtawezaje kuhendo mashindano ya AFCON, mashindano ya Chani? Patakuja wageni wangapi kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika? Watu watatoka Europe watakuja kuangalia mashindano ya AFCON hapa. Inakuwaje nyie mliopewa dhamana ya kusimamia mpira mnashindwa kwa mchezo mmoja? Ni jambo la kufikirisha. Ndio maana nikasema tunafahamu ukubwa wa Yanga, tunafahamu na ukubwa wa Simba, lakini kuna namna bodi ya ligi wakishirikiana na TFF wana haki ya kujitafakari zaidi kwenye jambo hili. Sasa mpaka hivi sasa siku zimesalia chache sana kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo. Adhabu zinajulikana, usipoleta timu uwanjani adhabu zipo wazi. Na Ali Shabani kama leo hii amehojiwa akasema kwamba tunajua nini kitatokea tusipoleta timu tarehe 15. TFF ni waoga na bodi ya ligi ni waoga. TFF ni waoga wakishirikiana na bodi ya ligi. Wao walishapanga mchezo ni tarehe 15, si ndio? Kulikuwa kuna haja gani ya kuwaita vikao Yanga? Kulikuwa kuna haja gani ya kuomba Yanga wakae nao kikao? Angali walishapanga mchezo tarehe. Mimi sioni mtu wa kukatwa alama 3 wala alama 15. Waone Young Africans wakikata. Sioni mtu wa kupewa ubingwa msimu huu. Sioni mtu wa kupewa ubingwa msimu huu. Kwa sababu TFF wao kama baba wa mpira, kama mama wa mpira, wameshawaambia watoto wao mechi tarehe 15. Maana yake ni nini? Wao kama wazee, kama walezi, walikuwa wakaikimia kusubiri tarehe 15. Kabla tarehe 15 unakwenda kuomba watu njoo tukae tutafute suluhu. Wale walioomba wamekataa tena. Unafikiri kuna nini hapa? Bodi ya ligi wenyewe wanapanga mchezo tarehe angali wakiwa hawana uhakika wa mchezo. Ndio maana nikasema bodi ya ligi kuna namna wanapaswa kujitafakari kwenye hili. Bodi ya ligi kuna namna watainajisi nchi yetu kwenye mambo ya mpira wa miguu. Wanashindwa kuliamua jambo dogo hili. TFF jambo hili mechi moja. Rais anapambana, amehakikisha mpaka tunaleta AFCON Tanzania. Ni jambo dogo hilo. Mashindano ya Chani yanakuja. Shirikisho mnashindwa kuamua jambo dogo hili la dabi. Mtaweza? Atakuja Kameruni hapa. Atakuja Senegali hapa. Atakuja Misri, atakuja Morocco na mataifa mengine makubwa. Utaweza kuyahendo? Singano, mdogo wangu. Bodi ya ligi haina nafasi, bodi ya ligi haina uwezo wala ubavu wa kuikataa Yanga alama 15. Nini taswira sasa ya kinachoendelea? Kama Simba watafika uwanjani tarehe 15 na maandalizi yote akafanyika, mashabiki wakaingia uwanjani, Simba akiwa anamsubiria Young Africans uwanja wa Benjamin Mkapa. Hapo ndo pabaya sasa. Hapo ndo pabaya. Na mimi nakwambia kwa kuwa Yanga leo wametii wito, wamekwenda na wamezungumza na makubaliano hawajafikiana kama barua inavyosema, si ndio? Kabla tarehe 15 bodi ya ligi itatoa taarifa ya mchezo kupelekwa mbele. Tutegemee mchezo kupelekwa mbele? Tutegemee hilo. Utacheza na nani? Sanga, Ngwale, mtacheza na nani? Busara alotakiwa kuitumia bodi ya ligi na shirikisho ni kukaa kimya bila kuwaita Yanga. Wasingewaita Young Africans. Alafu wasubiri tarehe 15. Si ndio? Yanga kama anafika au hakufika. Kama hajafika ndio wampe alama 3 Simba. Mimi nadhani hakuna kingine kitakachotokea mbele zaidi ya hizi kelele tu ambazo zipo hivi sasa. Mchezo wa dabi ya Kariakoo tarehe 15 ni nafasi ndogo sana kuwepo. Hautochezwa. Sababu ni ndogo tu, sababu TFF wameamua wenyewe kuwa wadogo. Mechi itachezwa Singano. Niamini. Hili kwenye hili ambalo linaendelea bodi ya ligi pamoja na Young Africans, kuna mmoja anatakiwa achukuliwe mbuzi wa kafara ama Young Africans awe ni fundisho kwa klabu ambazo zinafuata ligi kuu soka Tanzania bara kwenye hiki ambacho kinaendelea. Yaani Young Africans iwe fundisho kwenye hili. Kitendo cha bodi ya ligi kuiandikia barua Yanga kuwaomba wakae kikao kimoja.
Ni dhahiri shairi bodi ya ligi kashajitolea mbuzi wa kafara. Bodi ya ligi kashajitolea kwa yeye ndo mbuzi wa kafara. Sababu kuna watu waliamini bodi ya ligi haina shida. Lakini kama haina shida, kwa nini umewaalika watu ambao wanaonekana wana shida? Nani mwenye shida hapo? Kwamba kuna kitu hakipo sawa. Bodi ya ligi yeye mwenyewe ameamua kujitoa mbuzi wa kafara. Na kuna mambo yatatokea siku mbili hizi kabla tarehe 15. Kuna mambo yatatokea siku mbili hizi kabla tarehe 15. Mambo gani? Tunatarajia kuwaona bodi ya ligi na wao wakiibuka kutoa mstakabali wa kikao ambacho kimefanyika leo hii. Watazungumza, lakini hawatazungumza kwa kusisitiza kwamba mechi ipo. Kwa watasema tumefikia makubaliano ya pande mbili. Nani anafanya promo? Azam TV wanaendelea. Ile ni editing tu. Ni editing tu. Lakini bodi ya ligi uhalisia mpaka hivi sasa wanao. Azam wanajua kwamba mechi ya dabi ya Kariakoo ipo, angali awali mwanzo walikula hasara na wanaendelea kuifanya promotion hii. Na wanaendelea kula hasara kwa mara ya pili. Na wanaendelea kula hasara kwa mara ya tatu Azam. Ndio maana nikasema ligi yetu haitaki tena wadhamini. Kama ligi tumekubali inaendeshwa na vilabu viwili, wadhamini wa nini? Azam ameingia kwenye udhamini wa ligi kuwanusuru JKT, kuwanusuru Ihefu, kuwanusuru Namungo, lakini sio kuwanusuru Yanga na Simba. Yanga na Simba wanajiweza. Kwao waachiwe wenyewe. Singano. Hii ligi yetu ni ya timu hizi mbili. Yanga na mwenzake Simba. Na mimi nakwambia tena, sikiliza hii. Kama mechi isipochezwa, Simba naye atakuja nalo kwake. Kama mechi tarehe 15 isipochezwa, Simba naye atakuja na matakwa yake. Simba huenda akaibuka. Taarifa wewe huna. Taarifa zinasemaje Dosa? Taarifa wewe huna. Zinasemaje taarifa? Taarifa za ndani nilizozipata kwamba klabu ya Simba kupitia uongozi wao wameshafika kasi. Klabu ya Simba kupitia kwa viongozi wao wameshafika kasi kwenda kuweka kasi. Simba wameenda kufuata nini? Wameenda kujihami mapema. Yaani mgogoro ambao unaendelea huko. Wao Simba amekaa kimya, ameona njia sahihi ya mimi kwenda wapi? Kasi. Kwa mimi ninavyokuambia, faili la Simba hivi sasa liko wapi? Liko kasi. Ndio maana unaona Simba hashawishiki na tarehe 15. Anaamini Yanga sipokuja nishapeleka kesi kasi, majibu yangu nitapata kutoka kasi. Arafat Haji pamoja na Alex Ngai baada ya kikao kutamatika, wanachama wa Young Africans walikuwepo pale na kusisitiza kwamba hawachezi, waliibuka katika jengo la NCCF pale Ilala la makao makuu. Na baada ya kikao kutamatika, Alex Ngai pamoja na Arafat wakasema kwamba mliotuagiza tumeenda kuyatekeleza, kwamba hii mechi hatuchezi. Ni wazi wanachama kama wakina Kizinga, wakina Baraka Yanga, wakina Mwalimu Yanga bado maneno yao wanasikilizwa na kina Arafat Haji. Afande nilegezee kamba hiyo inaitwa. Unataka kunigombanisha nao familia, si ndio? Baada ya kikao kumalizika walitoka na ngoja. Kwa hiyo wewe unataka kuniambia hizi nguvu Yanga wanazozitumia kwamba hatuchezi ni kwa sababu ya kina Kizinga? Kwa mujibu wa maneno yao kwamba mliochotuagiza tumeenda kukifanikisha. Kwa hiyo Alex Ngai ametumwa na Kizinga pamoja na Nasoro Yanga kwa mujibu wa maneno yake. Hii sio sawa. Nasoro kamtuma Alex Ngai. Kizinga sijui. Sitaki kulizungumza sana hilo. Kwamba tumewaagiza hii mechi hatuchezi. Na baada ya kutoka wenyewe wakasema kwamba tumeshatimiza yale ambayo wametuagiza, hii mechi hatuchezi kama wanachama. Hapo kuna nini ambacho kinaendelea Dosa katikati? Ni timu ya wanachama. Hii ni timu ya wanachama na wanachama ndio wenye timu yao. Wakina Baraka, wakina Kizinga. Mbona wataja hao? Wao ukiwazungumzia wanachama wa Yanga sio Baraka na Kizinga. Wanachama wa Yanga mimi nawajua. Wapo kina mzee wangu Mheshimiwa Mkuchika. Nao ndo wanachama. Lakini huwezi ukamtaja Baraka ukamtaja na Kizinga. Sawa? Baraka, Kizinga, wewe unataja kwenye wanachama? Au ni vibaraka. Wanachama mimi nawajua wenyewe. Ni Mheshimiwa mzee Mkuchika. Bana Dosa, kwa mujibu wa taarifa hapa nikisoma ni kwamba
ili mchezo nambari 184 uchezwe, Young Africans wameandika matakwa manne, ambayo matakwa hayo